Kwanza nitoe salamu kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya familia. Wanawasalimu sana. Na wanawapenda. Kabla sijaendelea na kilichonileta hapa, Waswahili wanasema unapokutana na mfalme au wafalme basi sema yote. Nitasimama na Ufunuo 12:11 na nitaeleza kwa nini nimesoma huu mstari. Anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa nini nimetoa mstari huu? Nakumbuka mwanangu wakati amezaliwa, katika kipindi cha ukuaji wake alipata changamoto za kutembea kwa wakati. Lakini nilipokuwa nawasiliana na askofu ambaye ni babu yake, akaniambia mlete kwenye madhabahu. Mstari unasema wakawashinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda. Tulimshinda adui tulipomleta mtoto kwenye madhabahu hii. Tuliporudi Dar es Salaam, yule binti, mtoto wangu mdogo, akaanza kutembea baada ya kukanyaga kwenye madhabahu hii. Kwa hiyo hapo tumemshinda adui kwa damu ya Yesu ambaye inasimamia madhabahu hii na kwa ushuhuda niliotoa hapa. Sasa basi, kama nilivyojitambulisha, mimi ni mtaalamu wa masuala ya utawala na sayansi ya siasa. Niko mbele yenu kuzungumza masuala ya uongozi. Tunafahamu katika jamii zetu tuna viongozi wa aina mbalimbali. Kuna viongozi ambao wana karama kutoka kwa Mungu, na kuna viongozi ambao wanapita kwenye madarasa na kwenye vyuo mbalimbali wanaandaliwa. Na sisi hapa wote ni viongozi. Tunao watumishi wa Mungu ambao ni maaskofu, tunao wachungaji, tunao manabii. Hao wote ni viongozi. Sasa basi, hata sisi ambao tupo kwenye familia, baba, kaka ambaye yuko kwenye familia, mama, wale ni viongozi. Sasa tujiulize, kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu ambaye anasimama kwa niaba ya kikundi fulani au taasisi, mkusanyiko au jamii fulani, akiwa na lengo la kubeba maono, matarajio na mwelekeo wa taasisi husika. Huyo ndo kiongozi. Unapokuwa kiongozi katika eneo lolote ambalo unalisimamia, basi moja kwa moja wewe unaenda kusimamia maono, unaenda kusimamia matarajio, unaenda kusimamia malengo ya kikundi, taasisi au jamii unayoiongoza. Sisi viongozi ambao tupo katika kanisa tunasimamia lengo la kufikisha mwili wa Kristo na kufikisha neno la Mungu ili watu waache dhambi na waweze kumjua Mungu na wafanye matendo mazuri katika jamii. Nitataja sifa za kiongozi ambazo napaswa kuwa nazo. Awe ni kiongozi ambaye amesoma, awe ambaye ana karama, lakini wanazuoni wa vyuo mbalimbali duniani waliainisha sifa ambazo kiongozi anapaswa kuwa nazo. Awe ni kiongozi wa kisiasa, awe ni kiongozi wa familia, awe ni kiongozi wa taasisi za kidunia, awe ni kiongozi wa kanisa, awe ni kiongozi wa jamii yoyote. Lakini kuna sifa ambazo akiwa nazo na akaziishi, basi yale kama nilivyosema kwamba kiongozi anasimamia malengo, mission, vision, matarajio ya taasisi husika, basi kupitia hizo sifa ni rahisi yeye kufikisha malengo hayo. Tukirejea hata kwenye Biblia, Mungu alivyomteua Musa kwenda kuwavusha Wanaisraeli, alimpa sifa, akahakikisha kwamba Musa anakuwa na sifa za uongozi ambazo
zinaweza kubeba lengo, na lengo lilikuwa ni kuwavusha wana wa Israeli na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Sifa hizo: moja, ujasiri. Kwenye ibada ya jana, askofu kutoka Kigoma alizungumzia masuala ya ujasiri. Kiongozi yoyote wa familia, taasisi, kanisa au eneo lolote anapaswa kuwa jasiri. Ujasiri unamsaidia kiongozi kutekeleza mambo magumu ambayo yapo mbele yake bila kuogopa mazingira. Kama nilivyosema hapo awali, kiongozi anasimamia malengo ya watu wanaowakilisha. Kwa hiyo kiongozi anapaswa kuwa jasiri bila kuangalia mazingira, bila kuangalia vikwazo vya aina yoyote, ikiwa na lengo la kuvusha yale malengo ambayo yuko nayo. Mfano, hapa kanisani askofu mkuu baba yetu, mimi naweza nikasema na naweza nikamchukulia ni jasiri kwa sababu nikirudi nyuma miaka 2000 wakati anatulea tukiwa kama sisi watoto wake, wakati anatoa vision yake au malengo yake kwamba siku moja katika nchi yetu atakuja kufungua redio ambayo itasimamiwa na kanisa, wote tuliogopa. Kwa nini tuliogopa? Kwa sababu sisi ni wale ambao yeye ni kiongozi anatuwakilisha. Sisi tuliogopa kwa sababu tuliangalia mazingira, tuliangalia hali ya uchumi, lakini yeye kwa sababu ni kiongozi na ana sifa ya uongozi ya ujasiri, hakuangalia mazingira, hakuangalia hali, hakuangalia sheria za nchi za kipindi hicho, lakini yeye aliweza kubeba ujasiri, na leo hii redio tunaiona, wote ni mashuhuda. Sisi basi ambao ni wachungaji mashemasi, ambao tuna taasisi zetu ambazo tunaziongoza, makanisa yetu, zoni tunazoziongoza, tunapaswa kuwa wajasiri. Tunapokuwa na malengo yetu tusiogope. Hata kwenye Biblia tunaambiwa tusiogope. Malengo yetu hayajalishi ni makubwa kiasi gani. Naweza nikatoa mfano wa kwenye upande wa kisiasa. Hayati John Pombe Magufuli alikuwa na maono ya kutisha, ambayo mtu wa akili ya kawaida unaweza ukasema hivi amechanganyikiwa, hivi tutaliweza kweli? Lakini kwa sababu alikuwa na sifa ya ujasiri, aliweza kutuvusha na kutupeleka tulipofikia. Nini cha kujifunza kutoka kwenye ujasiri ambao sisi tunataka kuwa viongozi na tunataka kufika mbali? Sisi ambao tumeaminiwa na askofu mkuu na tumepangiwa majukumu mbalimbali, kwanza kabisa tunatakiwa kuishi na kuvaa ujasiri, kuelewa maana ya ujasiri. Mfano, naweza nikachukulia mfano labda kanisa la lilopo Dar es Salaam linaloongozwa mathalan na Tadei. Tadeo anaweza akawa na ujasiri wa kuanzisha kitu ambacho sisi wa nje tunaweza tukakiona ataweza kweli, lakini kiongozi anapaswa kuwa na ujasiri. Sifa nyingine ambayo inamfanya kuwa kiongozi kukamilika kutokana na wanazuoni walivyoainisha kwenye tafiti zao mbalimbali. Kiongozi anapaswa kuwa na taarifa. Nakumbuka wakati sisi tunakuwa pale nyumbani, askofu, na nitatumia mfano wa askofu kwa sababu ni mfano ambao uko hai. Alikuwa ni mtu ambaye mpaka sasa ni mtu ambaye anajali sana taarifa. Kiongozi unapaswa kujua watu wako unaowaongoza wapo na hali gani, wanaendeleaje, wana changamoto zipi, wamekumbwa na nini. Na wewe kama kiongozi unaunganisha malengo ya taasisi na malengo yako uliojiwekea kuhakikisha hao watu wanavuka na mikwamo. Na katika eneo la taarifa, viongozi mnapaswa kuwa watunza kumbukumbu. Kiongozi anatakiwa kuwa na kwa mfano sisi wakati tunakuwa pale nyumbani, askofu alikuwa na shelf, anatunza kumbukumbu. Alikuwa na risiti hadi za misumari alizojengea nyumba yake ya kwanza. Lengo ni kwamba kutunza taarifa
kunasaidia kujua mwelekeo wa malengo na dira ulionayo. Watu wengi ambao sisi ni vijana wa Generation Z, wengi tunadharau kuhusu historia, lakini historia inamsaidia kiongozi kujua alipotoka, anapoenda na anatarajia nini. Kwa hiyo viongozi ambao tupo hapa, maaskofu, wachungaji, tuwe na mwenendo mzuri wa kutunza taarifa ili ziweze kutusaidia katika rejea mbalimbali. Mnapokaa kwenye vikao, mnapaswa kutunza taarifa ili ziwasaidie katika rejea mbalimbali, kwa sababu ulimwengu tunaoishi una mambo mengi. Unapokuwa na rejea nzuri, inakusaidia kukabiliana na vitu mbalimbali. Kiongozi pia, sifa nyingine anayopaswa kuwa nayo ni mawasiliano. Unapokuwa kiongozi, wale unaowaongoza ni muhimu, wale unaowaongoza na wale unaowateua ni muhimu kuwa na mawasiliano nao, kujua wanaendeleaje, wana mikakati gani, wamefikia wapi. Kwa mfano, umepewa zoni ya sehemu fulani uiendeshe, ni lazima wewe kama kiongozi, bila kujali cheo chako, uweze kujua wanaendeleaje, wana mipango gani, mawasiliano. Kwa mfano, mimi wakati natoka Dar es Salaam, kiongozi wangu nilihakikisha nawasiliana naye, nampa mrejesho, namwambia anaenda wapi, kufanya nini kulingana na kitu fulani. Kama kiongozi inasaidia sana unapokuwa na mawasiliano. Kwanza unaweza kujua watu wako wana hali gani na wanaendeleaje na wana mipango gani. Sifa nyingine ya kiongozi anapaswa kuwa na upendo. Naposema upendo, anatakiwa kuwa na moyo wa upendo wa kusaidia wale anaowaongoza, kwa sababu upendo unaweza kusaidia vitu vingi. Ukiwa na upendo, una uwezo wa kusikiliza wale wanaokuongoza. Ukiwa na upendo, una uwezo wa kubeba changamoto zao na kuzitatua kwa wakati. Pia kiongozi anapaswa kuwa na moyo wa kujishusha. Unapokuwa kiongozi, haijalishi una cheo gani, ili uweze kujua watu wako unaowaongoza, ni lazima uweze kujishusha. Ndio maana hata tukisoma kwenye Biblia, Shetani aliyetupwa chini alishindwa kuwa kiongozi mzuri pale aliposhindwa kujishusha, alipokuwa na kiburi, alipoota mbawa na kumdharau kiongozi wake wa juu. Kwa hiyo sisi pia tunafunzwa kutokana na wanazuoni na tafiti zao, kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kujishusha na kusikiliza watu wake na kujua nini kinaendelea. Sifa nyingine ya kiongozi, unapokabidhiwa taasisi au unapopewa jukumu la uongozi, ni lazima wewe binafsi uwe na mission, vision, yani uwe na maono na malengo ya kile kitu ambacho unakiongoza. Taasisi zote tunazoziona zinaendelea zinawabeba maono, na wabeba maono wanayoyabeba ni yale ambayo yanalenga kuifanya taasisi iweze kwenda mbele, na hayo maono ni lazima uyaishi. Sio tu una maono umeandika vizuri kwenye nyaraka, umeweka mabango kwamba maono yetu sisi labda kufika 2030 tutakuwa tu kama CGRA tumeanzisha hospitali manini, lakini lazima uwe na maono na uwe mbeba maono. Kwa hata sisi kwenye familia zetu, sisi kama wababa ni wabeba maono wa familia zetu ambazo ni taasisi tunazoziongoza. Na sisi wachungaji, na sisi mashemasi, wanakwaya na walimu wa kwaya, mnapaswa kuwa mnabeba maono ya yale ambayo mnayaongoza. Tukirudi katika hayo maono ambayo kiongozi anakuwa nayo, ni lazima kiongozi ahakikishe maono alionayo yanaendana, yanashabihiana, yanavutana na yale ambao watu wanawaongoza. Na wao watu wanaoongoza pia wanatakiwa malengo yao yaendane, yashabihiane na yale ambao kiongozi wao anayo. Ikiwa na lengo kwamba, kuna mchoro mmoja aliuchora kuhusu masuala ya uongozi. Kuna kiongozi ambaye anapata msaada wa watu wake, wanamsukuma, au ni aina ya kundi ambalo la watu wanaoongozwa wanaoendana na kushabihiana na maono na malengo ya yule ambaye
anawaongoza, na hiyo inafanya kwamba viongozi wetu wapate moyo na urahisi katika kuongoza taasisi wanazoziongoza, pale ambapo malengo binafsi ya watu wanaowaongoza na malengo ya taasisi yanaposhabihiana. Hizo ndo sifa chache kulingana na wanazuoni juu ya nani ni kiongozi. Basi kiongozi, sehemu ya pili nitazungumzia kuhusu taasisi. Taasisi inaweza ikawa ni kanisa, inaweza ikawa familia, inaweza ikawa ni shule, inaweza ikawa ni hospitali. Taasisi yoyote inakuwa na kiongozi, na kiongozi huyo anayesimamia taasisi anakuwa na malengo kama niliposema hapo awali. Na tufahamu kwamba nchi yetu ya Tanzania, Afrika wote, tuna taasisi nyingi ambazo tumezishuhudia zinakuwepo afu nyingine zinapotea. Taasisi ina sifa moja ya kuzaliwa. Taasisi ina sifa moja ya kukua. Taasisi kama isipotunzwa na isiposimamiwa vizuri na wale waliopo ndani na kiongozi wao, huwa na sifa ya kufa. Na tumeshuhudia taasisi nyingi zikiwa zinakufa. Sisi kama viongozi na wale ambao tupo ndani ya taasisi hizi, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha taasisi zetu zinakuwa. Mfano mkubwa nitautumia wa askofu wa CJRA, ambapo taasisi ya CJRA ambayo ni kanisa ni taasisi inayokuwa. Sisi wote ni mashuhuda. Tukirejea miaka ya nyuma na sasa hivi tunaona ni hatua zinapigwa. Kwa hiyo tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha taasisi tunazoziongoza zinakuwa. Kwa sababu taasisi ni kama binadamu, anazaliwa, anapata malezi, anakuwa, na kama asipotunzwa vizuri ufa. Kwa hiyo rai ipo kwetu sisi viongozi ambao tunasimamia maono ya CJRA. Popote tulipo, kwenye zoni, kwenye makanisa, kwenye redio, kokote ambapo tupo, tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunahakikisha taasisi hizi zinakuwa. Na changamoto ndo zinazofanya taasisi zetu kufa. Na ili taasisi ziweze kukua, kama niliposema hapo awali, tunahitaji maono. Je, tujitathmini. Sisi kama viongozi tunasimamia maono ya CJRA? Moja. Pili, je, sisi kama viongozi kwa mahali ambapo tupo, familia, sehemu yoyote ambayo tunaongoza, je, tunasimamia maono ya taasisi zetu? Na kama tunasimamia maono ya taasisi hizo, basi tujue hizo taasisi zitaendelea kukua na kuweza kufika nchi nzima. Leo hii CJRA ni taasisi ambayo kwa mfano mimi nilikuwa nafanya tafiti ndogo hapa Kahama. Nikaenda Kahama mjini, na hii sijawahi kumwambia mtu yoyote. Nikawa nataka kuchukua bodaboda. Nikamchukua yule bodaboda, nikamuuliza, mimi nataka niende CJRA, hivi pakoje pale? Yule bodaboda akaniambia, pale kuna upendo, pale kuna amani, pale kuna mshikamano. Tafiti yangu ilinijuza kwamba hii ni taasisi ambayo inakuwa na sio taasisi ambayo inarudi nyuma. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba taasisi zetu zinasonga mbele kwa kumtanguliza Mungu mbele, kwa kushirikiana na wale ambao tunawaongoza, kwa kusikiliza maoni yao na ushauri wao na maombi yao. Pia taasisi, tukirudi katika taasisi inapaswa kufuata utaratibu, na ndo lengo kubwa la kuwa na taasisi. Utaratibu nikiwa na maana kwamba nitatumia mfano ule wa askofu wakati tuko nyumbani anatulea. Alikuwa mpaka sasa ni mtu wa utaratibu. Nakumbuka kuna utaratibu aliuweka pale nyumbani. Kwa siku za kazi ulikuwa kuna muda wa kuamka asubuhi na kuhakikisha umemuona na umemsalimia, haijalishi umelala saa ngapi. Siku za weekend kulikuwa kuna muda wake wa kuamka. Siku za kazi
kulikuwa kuna utaratibu wake wa kuamka, kufanya kazi na kumsalimia. Hivyo basi sisi pia kama viongozi tunatakiwa tuweke utaratibu wa taasisi tunazoziongoza, na utaratibu huu unaongozwa na miongozo ya kisheria, kikanuni ambayo inatusaidia kuweza kusonga mbele. Nitachukua mfano wa nchi yoyote duniani ni taasisi, na taasisi hiyo ili iweze kufuata utaratibu ni lazima iwe na kanuni, sheria na miongozo. Mfano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kinachotusaidia kuweza kufuata utaratibu katika nchi yetu ni sheria zetu pamoja na katiba mama ambayo ilitungwa mwaka 1977. Ile ndio inatusaidia sisi kuweza kufuata miongozo na kanuni na utaratibu wa taasisi yetu ambayo ni nchi. Kwa sisi kama viongozi, maaskofu, wachungaji, wainjilisti, manabii, walimu wa kwaya, tunabidi tuhakikishe kwamba taasisi zetu tunazoziongoza sisi kama viongozi zinafuata utaratibu. Tunaweka kanuni ambazo hizo kanuni kwanza hazionei mtu. Pili ni kanuni ambazo zinatuweka pamoja. Tatu ni kanuni ambazo zinaleta haki miongoni mwetu ili kuhakikisha malengo yetu yanaweza kufikiwa. Kwa hiyo kama unaongoza taasisi mpaka sasa hivi haujaweka kanuni, haujaweka sheria, haujaweka utaratibu, basi unayo budi kufanya hivyo ukiwa na lengo la kuhakikisha taasisi hiyo inakuwa. Taasisi isiyo na utaratibu inakufa. Na sisi tunataka kwamba kufikia mwaka 2030 CGRA iweze kufika nchi nzima. Hii baraka ambayo Mungu ametupa isiishie kwa wanakahama tu. Nchi yetu inamhitaji Mungu na jamii yetu inamhitaji Mungu. Tushikamane na mbeba maono ambaye ni askofu wetu Jovin Mwemezi kuhakikisha malengo ya taasisi yanasonga mbele. Tutawezaje kuhakikisha malengo ya taasisi yetu ya CGRA yanasonga mbele? Kwanza kwa maombi, kwa kumtanguliza Mungu, kuiombea kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ina vita nyingi, lakini Mungu yeye ni Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye rehema. Kuhakikisha tunawaombea viongozi wetu. Nakumbuka kwa kuna kiongozi mmoja alikuwa anasema mniombee, lakini sisi tulipuuza. Tunajua kilichotokea. Kwa sisi kama wana CGRA tunayo moyo wa kuhakikisha kwamba tunaisimamia taasisi hii inakuwa kufika kitaifa na kimataifa ili tuweze kufikisha mwili wa Kristo na wao wengine waweze kupata neema hii ya huduma ya Mungu. Pia viongozi wetu, nakumbuka nishawahi kukaa na watu wa jamii ya China. Wachina tunauliza kwa nini Wachina wanapata baraka sana. Wachina wana siri moja. Jamii ya Wachina wana kitu kimoja kwamba wanapenda kuwaenzi viongozi wao na kuwaheshimu na kupokea baraka. Hawa viongozi wetu hasa viongozi wa kiroho tunapaswa kuishi nao kwa makini sana. Na tusiwachukulie katika njia ya urahisi, kwa sababu wao hawabebi maono ya kidunia ambayo sisi kama sisi viongozi wa kidunia wa kawaida tunabeba tu maono ya kawaida tu kuhakikisha maendeleo nini, lakini hawa wamebeba maono ya Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa viongozi hawa wa taasisi na wachungaji wetu wengine tuhakikishe tunazingatia itifaki. Nimekuwa nikikaa hapa kanisani, nimekuwa nikifuatilia mambo mengi sana. Sisemi kwamba itifaki haifuatwi, la hasha. Tunahitaji kuongeza umakini sana katika itifaki. Itifaki maana yake kusimamia utaratibu wa ndani wa uendeshaji wa uongozi unaofanya miongozo ya kiongozi husika. Hilo ni somo pana sana, lakini nitakuja kulifundisha siku nyingine. Tunatakiwa tuzingatie itifaki ya kuhakikisha kwamba kuna utaratibu kiongozi wetu atakaa wapi, kuhakikisha utaratibu kwamba muda huu kiongozi wetu atafanya hiki, muda huu ni muda wa kutoka. Mfano ibada inaendelea,
maana hapa ni sehemu ya Mungu. Itifaki inatuambia tusinyanyuke, tusitoke, tusikilize neno la Mungu. Hiyo ni moja ya kusimamia itifaki. Na hizi itifaki na utaratibu zote nilizozisema na yote niliyoyasema yanawezesha malengo ya kanisa kwenda mbele. Ikiwa lolote hapa halijafuatwa, basi malengo na dira ambayo tumejiwekea sisi kama CGRA itakuwa ni ngumu sana kufuata. Kwa hiyo tuna jambo kubwa la kufanya kuhakikisha kwamba tunasimamia miongozo, tunasimamia yale yote ambayo nimeyasema. Itifaki pia inasaidia kitu kimoja. Unajua sisi viongozi na watu ambao tunatarajia kuwa viongozi, sisi ni binadamu na tunakutana na vitu vingi sana. Viongozi wetu kama nilivyosema, wa China wanapata baraka kwa kukaa na viongozi wao vizuri na kuwalinda. Unajua tunapaswa itifaki inasaidia pia katika ulinzi wa viongozi wetu. Kwa mfano, kukiwa na utaratibu pale ofisini kwa askofu, utaratibu ambao utaweka muda, wakati, nani anakuja kumuona, mashemasi. Kwa mfano, kwa protokoli ya kawaida tu ya viongozi tu wa kidunia, kuna mambo ambayo kiongozi wa kawaida yanaletwa kwake na yanaishia kwa kiongozi wa chini, hayapaswi kufika kwa kiongozi wa juu. Ikiwa na maana kwamba kiongozi ambaye anaruhusu protokali kufuatwa, pia inaweza ikawa chachu kwa watu ambao wanawasimamia kuweza kukua. Kwa mfano, mtu anapokuja kwenye taasisi yako, kuna vitu ambavyo umewapa watendaji kazi wako wa chini waweze kuvifanyia kazi. Itifaki inapofuatwa na yule mtendakazi anapojua itifaki hii au jambo hili ni la yeye kulifanyia kazi na alipaswi kwenda kwa mtu wa juu, hiyo inamsaidia pia mtendaji kazi wa chini kuweza kujifunza na kupata experience ya uongozi. Hata yeye kesho atakapokuja kuwa kiongozi inamsaidia. Lakini mambo yote na changamoto zote tukizipeleka kwa kiongozi mmoja, kwanza tunabana ufinyu wa muda. Pili, kiongozi wetu anakuwa na majukumu mengi ambayo mengine yangemalizwa na watendaji kazi. Kwa hiyo itifaki imesimama katika sehemu mbili, katika majukumu na katika usalama wa viongozi. Viongozi wetu tunatakiwa tuwalinde kiroho na kimwili. Kimwili sio lazima mabodyguard wasimame, hapana. Kimwili ni pamoja na kuweka itifaki nzuri ya kumuona kiongozi, kumsikiliza mtu changamoto zake na kuona kweli hili linafaa kwenda kwa kiongozi mkuu au linafaa mimi kama mtendaji kazi wa kawaida kulimaliza, ili na mimi niweze kupata experience. Tunafahamu taasisi yetu ya CGRA imekuwa, na nilivyosema hapo mwanzoni, taasisi uzaliwa, taasisi hukua, na isipofuata utaratibu kama niliyosema ufa. Lakini CGRA leo hii imekuwa ni taasisi yenye matawi. Tunafahamu kuna shule, kuna redio na kuna miradi mbalimbali. Basi sisi kama wana CGRA tunayo budi kuiombea huduma hii ili iweze kuwa na matawi mengi, na sio tu kusambaa nchi nzima, bali iweze kugusa jamii katika makundi mbalimbali. Hiyo ndo sifa ya kuwa na utaratibu katika taasisi tunazoziongoza.